Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Hello, habari ya asubuhi mpendwa mtazamaji. Ni wakati mzuri sana ambao Bwana ametupa tena neema hii siku ya leo, ikiwa ni siku ya baraka sana ambayo Bwana ameifanya. Leo katika siku hii Mungu analo neno na kusudi kwa ajili ya maisha yako. Bwana amekuwa mwaminifu, tunahitimisha mwezi wa 4 na asubuhi hii ya leo Bwana ana neno kwa ajili yako. Ninapenda nikusalimie sana hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu tena siku ya leo, uungane nasi kuweza kusikiliza neno la Mungu, lakini pia kupata neno ambalo litakusaidia kwa ajili ya siku hii, na pia kupata maombi ambayo yatakuinua na kukusogeza mbele za Bwana siku ya leo. Jina langu ninaitwa Pastor Latson Musa. Mimi ni mtumishi wa Mungu na mchungaji msaidizi kutoka kanisa la City Harvest Bahari Beach. Kwa neema ya Bwana siku ya leo nitakuwa ninakuletea neno la Bwana asubuhi hii. Na wakati hapo ulipo, ukiwa uko umeketi unatutazama, ninaomba niweze kuomba pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya baraka. Asante kwa ajili ya wakati mzuri ambao umeachilia wa neno lako, Bwana, kwa watoto wako mahali kokote wanatutazama. Yesu, ninaomba tunaposema neno lako likapate kuhuisha nafsi na kuganga mioyo iliyovunjika, lakini pia Bwana ukaachilie hatua mpya katika maisha ya mtu mmoja. Ni katika jina lako Kristo takatifu, mwana wa Mungu uliye hai, nimeomba nikikuamini na nikijua upo kazini hata sasa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo na asubuhi hii Bwana ameachilia ujumbe muhimu sana kwako. Yamkini mahali ulipo upo katika mazingira ambayo yanaweza yasiwe ni mazuri sana kwako, au ni kipindi fulani ambacho kina changamoto au kina mapito fulani. Ninazo habari njema za tumaini kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo asubuhi ya leo. Na ujumbe wangu unasema Mungu mwenye rehema nyingi. Mungu mwenye rehema nyingi. Na huu ndio ujumbe ambao nitakuwa ninashare na wewe asubuhi ya leo. Mungu mwenye rehema nyingi. Andiko letu la msingi ambalo tutaliangalia asubuhi ya leo, pamoja na maandiko mengine tutakayopitia, lakini andiko la msingi linatoka katika kitabu cha Marko sura ile ya 10 na mstari wa 46 mpaka ule mstari wa 52. Nitaomba nisome Marko sura ya 10 mstari wa 46 mpaka 52, kitabu hiki cha Marko. Biblia inasema, wakafika Yeriko. Hata walipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko haya katika Injili hii ya Marko tunaona
habari ya huyu bwana ambaye aliitwa Batimayo, mwana wa Timayo, ambaye huyu alikuwa ana hali ya upofu. Alikuwa ni kipofu, haoni, na mara zote kipofu huyu pamoja na hali yake, lakini alikuwa ni muombaji. Anakaa anaomba barabarani, anahitaji msaada kutoka kwa watu barabarani. Na ilikuwa kila siku, kila asubuhi, kila kulipokucha, aliinuka akaenda akaketi kando ya njia, kama alipelekwa na watu wanaowaongoza vipofu, kama alishindikizwa na watu mpaka mahali pale ambapo palikuwa ni mahali pake, ambapo alikaa kwa wakati huo ili apate kuomba, ili apate kusaidiwa. Akawa ameketi pale akihitaji msaada kama siku za kawaida. Lakini habari njema ni kwamba siku moja akasikia Yesu anapita, Yesu Mnazareti anapita. Na aliposikia Yesu anapita, huyu kipofu, huyu Batimayo akapaza sauti kwa Yesu, akaomba rehema kwamba Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unitazame kwa jicho la huruma. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba unirehemu. Alikazana kupaza sauti akihitaji rehema za Bwana. Na maandiko yanasema hapa palikuwa na watu wakamzuia, wakajaribu kumzuia, ila akazidi kupaza sauti kwa Bwana. Na baadaye Yesu alipomsikia akasimama, akamwita yule kipofu, akamwambia aliposimama akawaambia wale watu waliokuwa wameambatana naye, hebu muiteni. Wale watu waliokuwa wanamzuia sasa wanaenda kumwambia, hebu jipe moyo, Yesu anakuita. Yesu alipokutana sasa na huyu kipofu, anamuuliza, unataka nikutendee nini? Akasema, mimi ninataka kuona. Akasema, ninataka kuona. Yes, Biblia inasema Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, alafu akamfuata Yesu njiani. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo ninalo neno la Kristo juu yako. Mungu wetu ni Mungu ambaye anajulikana kwa sifa nyingi, na ana tabia nyingi ambazo zinamtambulisha kwa kadiri ambavyo anajifunua. Lakini moja ya sifa kubwa ambayo asubuhi ya leo ninapenda nishirikishane na wewe ni kwamba Mungu wetu ni Mungu wa rehema nyingi. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatuhurumia. Mungu wetu ni Mungu ambaye akitazama hali zetu na akitazama maisha yetu, akitazama mazingira yetu, anaiachilia huruma yake kwetu. Na akiachilia huruma yake kwetu, basi pana mambo makubwa na ya tofauti yanatokea kwenye maisha yetu. Kwa mfano tu kwa haraka, kwenye hichi kisa ambacho tumekisoma, baada ya huyu Batimayo kuitaka huruma ya Bwana, Yesu Kristo akasimama akamwita, alafu akamwambia, unataka nikufanyie nini? Mimi nakuambia na ninakuhakikishia asubuhi ya leo, inawezekana kila siku unaamka asubuhi, unaenda kwenye biashara zako kama kawaida, unaenda kwenye kazi yako kama kawaida. Kila siku unaamka asubuhi, unaenda kwenye hicho unachokifanya kama ratiba yako ya kawaida kila siku, na yamkini katika haya unayoyafanya bado kuna hali ya msaada unahitaji, bado kuna hali ya viwango fulani unavihitaji kupanda, bado kuna hali ya kiwango kingine ambacho unatamani utoke kwenye hiyo hali. Nataka nikwambie, ni rehema za Mungu ndio huwa zinatuinua, ndio huwa zinamtoa mtu kutoka kwenye hali fulani na kumpeleka kwenye kiwango kingine kama vile Bwana alivyokusudia. Na asubuhi ya leo popote ulipo, ikiwa umekaa kwenye kiti chako, asubuhi ya leo popote ulipo, ninakutangazia rehema za Mungu ziko pamoja na wewe, huruma za Mungu ziko pamoja na wewe, ili Bwana aweze kukutana na maisha yako na kukuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa haraka nikwambie, Mungu wetu anapoachilia huruma hizi na rehema zake, ana makusudio makubwa na maisha yetu ya mbele, maisha yetu ya baadaye kuliko hali zetu za sasa. Na huruma ya Mungu iko wazi kwa watu wote,
Rehema za Mungu ziko wazi kwa watu wote, lakini asubuhi ya leo nikutajie tu makundi machache ambayo ni ya watu wanaohitaji rehema na huruma za Mungu. Watu wanaohitaji rehema na huruma za Mungu. Yapo makundi mengi, watu wengi tunahitaji, watu wote tunahitaji, lakini kwa leo nikutajie haya, alafu tutapata kitu hapo, kisha tutamuomba Mungu asubuhi ya leo. Mtu wa kwanza ambaye anahitaji huruma za Mungu ni mtu ambaye ni mwenye dhambi na aliyeharibika moyo. Mwenye dhambi na aliyeharibika moyo. Sasa Biblia inasema kwenye ile Warumi 3:23 kwamba wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, kwamba wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ili waweze kuwa salama wanahitaji huruma za Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ni mwenye dhambi ni mtu ambaye anayaishi maisha ya dhambi, ni mtu ambaye anashindwa kusimama au hawezi kusimama katika haki ya Mungu. Na mtu huyu ili aweze kurudi katika njia ya Mungu na kusimama katika haki ya Mungu, anahitaji rehema za Mungu, anahitaji huruma za Mungu. Sasa huruma za Mungu ziko wazi, ni kama vile tu ambavyo amekwisha kuliachilia pendo lake kwa huruma yake nyingi. Yes, sawa sana maandiko yanavyosema, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee. Mungu kwa huruma zake, kwa pendo lake na rehema zake kwetu, anawaita wote wenye dhambi kwa huruma zake, watakapoitaka hiyo huruma ya Bwana waweze kusamehewa na waweze kutoka katika vifungo vya dhambi. Na nimezungumza kwa habari ya watu walioharibika mioyo. Kuna watu maisha yao ni ya uovu, kiasi hata hali zao za ndani za mioyo yao zimekuwa ni mbaya sana. Kuna watu ambao unaweza hata ukiwaangalia unaweza ukadhani kwamba hawa watu hawana maana kabisa, hawafai kabisa, lakini huruma za Mungu huwa zinawaangalia hawa watu wasiofaa, hawa watu wasio na maana, na kuwageuza wakawa watu wa maana kwa sababu ya huruma zake. Kwenye maandiko huwa tunasoma habari ya mtu mmoja aliyeitwa Sauli, mtu ambaye moyo wake ulikuwa umeharibika, moyo wake ulikuwa umejaa uchungu kwa ajili ya watu wa kanisa, na aliamua kuwaua, na alikuwa anafanya bidii na uaminifu mkubwa kuhakikisha anawaangamiza watu wa kanisa. Lakini rehema za Mungu zilipompata, huruma za Mungu zilipompata, Yesu mwenyewe alimtokea alafu akaugeuza moyo wake. Yesu mwenyewe alimtokea alafu akamfundisha njia ambayo ilikuwa ni sahihi, na mtu huyu tunaona aligeuzwa akawa ni chombo ambacho kinafaa katika kazi ya Bwana. Mimi sijui hali yako ya moyo ikoje, mimi sijui maisha yako ni ya dhambi kiasi gani, lakini ninachojua huruma za Mungu zinaweza zikakutoa hapo ulipo na kukugeuza na kukufanya kuwa mtu mwingine. Huruma za Mungu zinaweza zikakutoa hapo ulipo na kukutengeneza na kuwa chombo ambacho kina maana, chombo ambacho kinafaa. Na asubuhi ya leo niko kukutia moyo kwamba wewe ni mtu wa maana sana mbele za Mungu. Haijalishi ni kiasi gani umeanguka, ni kiasi gani umekaa kwenye dhambi, huruma za Mungu ukiziita zitakusaidia na kukutoa hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Namba 2, watu wanaohitaji huruma za Mungu ni watu waliojeruhiwa na maisha, watu walioumizwa na maisha, watu walioumizwa na magonjwa, watu walioteswa na mifumo ya dunia, mifumo ya kiutendaji kazi hapa katika dunia hii tunayoishi. Watu waliojeruhiwa, watu walioumizwa na watu waliodharauliwa, watu waliokataliwa. Hawa watu wanahitaji huruma za Bwana. Hawa watu wanahitaji rehema za Bwana. Rehema za Bwana zikiwazukia, rehema za Bwana zikiwa juu yao, zinawageuza. Tunamwona huyu Bartimayo ambaye alikuwa
ni kipofu, haoni, alikuwa hawezi kujisaidia mwenyewe, alihitaji msaada wa watu wengine. Lakini siku moja akasikia Mungu mwenye huruma nyingi, Yesu Kristo anapita, akasema no, hali yangu hii imekuwa hivi kwa siku nyingi, ili niweze kutoka hapa nilipo, ninahitaji kuziita rehema za Bwana kwenye maisha yangu, ninahitaji kuziita huruma za Bwana kwenye maisha yangu. Huyu mtu anaziita huruma za Bwana kwenye maisha yake, na Bwana anamwambia, unataka nikufanyie nini? Anasema, ninataka kuona. Manake ile hali yake aliyokuwa nayo siku nyingi, ile hali yake aliyokuwa nayo inamtesa, akaona sasa leo imefika mwisho. Nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu, unapokutana na Bwana Yesu Kristo, jambo la kwanza, anaachilia rehema zake na huruma zake, na atakapoachilia rehema zake na huruma zake kwako, maisha yako na hali yako haitabaki jinsi ilivyo. Mimi sijui ni kiasi gani umejeruhiwa, yamkini hata asubuhi yako imekuwa ngumu, kwa sababu moyo wako una uzito, una majeraha ya ndani, una maumivu ya ndani. Mahali pengine nikasema, sisi watu wanaotuumiza ni watu. Mwanadamu haumizwi na vitu, mwanadamu hafanyiwi ubaya na wanyama, mwanadamu anafanyia ubaya na watu waliomwamini, watu waliowategemea. Nasikiliza, katika msafara wa Yesu Kristo kulikuwa na watu wanaoambatana na Yesu. Wale watu sio kwamba walikuwa ni watu wabaya, walikuwa wanaambatana na Yesu, lakini walijaribu kuizuia sauti ya huyu Batimayo, walijaribu kuizimisha hii sauti, lakini akakazana kutaka rehema. Ikiwa kuna mahali umejeruhiwa, ikiwa kuna mahali umechoka, ikiwa kuna hali yako ambayo imekuchosha, nataka nikwambie rehema za Mungu zipo, lakini una kazi ya kuendelea kuziita hizo rehema za Bwana, ili Bwana aweze kuachilia kitu cha kwake katika jina la Yesu, na hali yako ulionayo iweze kubadilika. Ilikuwa ni encounter tu, ilikuwa ni kukutana tu na Yesu, na hali yake ya upofu ikaondoka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wale walioumizwa, Biblia inasema hawa watu heri wenye rehema, maana nao watapata rehema. Wale waliojeruhiwa ndani, walioumizwa ndani ya mioyo yao, wanahitaji rehema na huruma za Bwana. Mifumo ya dunia hii inaweza ikakuumiza. Mifumo ya haki inaweza ikawa ni migumu kwako. Mifumo ya kusaidia na kukutoa pale ulipo inaweza ikawa ni migumu kwako. Mifumo ya kazi na ajira vinaweza vikawa ni vitu vigumu kwako. Unaweza ukawa umehangaika sana, una struggle na kupambana na mifumo ya hii dunia, lakini ninazo habari njema kwako asubuhi ya leo, kwamba rehema za Mungu zinaweza zikakusaidia, kukurahisishia na kutengeneza njia, hata mahali ambapo hauna njia, hata mahali ambapo huoni njia, hata mahali ambapo pamefungwa huwezi kupiga hatua. Nami natamka katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asubuhi ya leo rehema za Bwana zikupate ulipo. Asubuhi ya leo unapozita hizi huruma za Bwana zikusaidie kutoka hapo ulipo, na Bwana akakutendee na kukufanyia njia pale ambapo hauoni njia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kundi la tatu la watu ambao wanahitaji rehema za Bwana, hili ni kundi la watu ambao ni wenye nguvu na wanadhani ni wakamilifu, au wanajiona ni wakamilifu, na wanafikiri kwamba wamesimama, wenye nguvu. Na hizi nguvu ninaongea, inaweza ikawa ni kwenye eneo la afya, inaweza ikawa ni kwenye eneo la fedha, inaweza ikawa ni kwenye umiliki, ni maeneo kadha wa kadha. Wale ambao wanaona wamesimama, wale ambao wanaona ni kuna mahali wamekamilika. Watu wa Mungu, hatujikamilishi, ila tunakamilishwa na rehema za Bwana. Ila ni Bwana tu ameturehemu. Asubuhi hii tunavyoongea, wakati huu tunavyozungumza na wewe, kuna watu sasa hivi wanakimbizana mahospitalini kwenda kuangalia wagonjwa wao waliolala. Asubuhi hii tunavyozungumza, kuna watu wako mbio wanaenda kuchukua miili ya wapendwa wao mochwali. Asubuhi hii tunapoongea,
Kuna watu wako wanakimbizana, wanaenda kuhangaika na ndugu zao ambao wameanguka ghafla. Hawakujua ni nini kimetokea, lakini wameanguka ghafla na wamepoteza maisha. Asubuhi ya leo tunayoongea, kuna watu wamelala na miili ya wapendwa wao ndani ambao wamekufa, wanasubiri kwenda kuzika. Ukiona kwamba una nguvu kwenye eneo, ukiona kwamba uko salama, ukiona kwamba unao uzima, ukiona kwamba sikio lako bado linasikia mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu sasa, ujue kwamba ni rehema za Bwana ziko pamoja nawe. Ujue kwamba ni Mungu amekuhurumia tu, wala sio akili zetu, wala sio ujanja wetu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba tujiangalie yule ajidhaniaye kuwa amesimama, aangalie asije akaanguka. Kwa sababu gani? Kuna wakati watu wanapokuwa ni wenye nguvu, watu wanapokuwa ni wana afya njema, watu wanapokuwa wameachieve, wamefanikiwa kwenye maeneo kadha wa kadha ya kimaisha, wanafikiria kwamba ni uweza wao, wanafikiria kwamba ni nguvu zao ambazo zimewafikisha mahali walipo. Mimi niko hapa kukwambia asubuhi ya leo kwamba sio sisi, sio akili zetu, sio uweza wetu, wala sio maarifa yetu, lakini ni rehema za Bwana zimekuwa juu yetu. Ni Mungu wa huruma nyingi ametubeba, ni Mungu wa rehema nyingi ametubeba. Ndio maana tuko hapa, ndio maana uko hapo leo asubuhi ya leo. Na nataka nikwambie jambo la msingi sana. Ukitaka kuendelea kuziona rehema za Bwana, ukitaka kuendelea kuziona hizo baraka ulizonazo, ukitaka kuendelea kuona huo ukuu wa Mungu ambao umeshadhihirika kwenye maisha yako, wewe unahitaji rehema za Bwana kila siku. Unahitaji kunyenyekea mbele za Bwana, unahitaji kushuka chini ya mkono wa Bwana. Wapendwa watu wa Mungu, jambo la Mungu kukubariki ni la kwanza, lakini jambo la kudumu kwenye baraka za Bwana kunahitaji kunyenyekea. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili Bwana aweze kuwakweza na kuwainua kwa wakati wake. Haleluya! Sio sisi. Kwa wale wenye nguvu, wale wenye uweza, wale wenye wanajiona ni wakamilifu, tunakamilishwa kwa sababu tumerehemiwa na Bwana. Na unahitaji rehema za Bwana kwenye maisha yako, unahitaji huruma za Mungu. Mtu wa Mungu, Mungu akiacha kukuhurumia ni kitendo cha dakika tu, vitu vinaondoka. Mungu akiacha kukuhurumia, hizo mali zote, vitu vyote unavyovihangaikia utaviacha tu kwa dakika. Nataka nikwambie, ni heri kuwa na mali nyingi na kuwa na Yesu kwenye maisha yako. Ni heri kuwa na vitu vingi na kuwa na unyenyekevu mkubwa kwa Mungu wako. Na baada ya yote, nataka nikwambie, utamfurahia Mungu hapa duniani, lakini na baadaye utapata kuendelea na kuwa na uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kundi la 4 la watu wanaohitaji rehema za Mungu kila siku ni wale watu ambao wanajaribu kupiga hatua kutoka mahali fulani, wanaenda mwendo kidogo, lakini baadaye wanavunjwa moyo, wanakata tamaa, wanarudi chini tena. Ni wale watu ambao wanaanza, lakini wanapozidi kuendelea wanakosa nguvu ya kuendelea, alafu wanarudi chini tena. Unaanzisha jambo, alafu unatembea kidogo, baadaye unajikuta hauna nguvu tena ya kuendelea mbele. Na watu kama hawa wanaweza wakawa ni wale wanaozuiliwa yamkini na maneno ya watu. Maneno yanachoma na yanaharibu, yanaua. Anasema, wewe sijawahi kuona watu kwenye ukoo wenu wamefanikiwa. Sijawahi kuona watu wenye sura kama yako wametoboa. Sijawahi kuona watu wenye kiwango cha elimu kama chako wamefanikiwa. Na yale maneno yanaumbika, yanaharibu ile jitihada, yanaharibu kile kitu ambacho tayari kilikuwa kimeanza kuchomoza ndani yako. Na hawa watu wapo kila mahali. Hata kwenye msafara wa Yesu walikuwepo waliomzuia Batimayo, wakamwambia, Bwana, huyu anatupigia kelele, huyu anyamaze.
wakamkemea. Unajua kumkemea, akamwambia nyamaza, usipige kelele, nyamaza, usisumbue. Kama vile ambavyo wewe kuna vitu ambavyo vinachipuka ndani yako, kuna ndoto ambazo zinapiga kelele ndani yako na unatamani uone zinatokea, lakini kuna watu wanakuambia nyamaza, hauwezi kufanikiwa, hauwezi kuinuka hapo. Niko kukutia moyo asubuhi ya leo kwamba unahitaji kuendelea kuziita rehema za Bwana ili uyaone matokeo ya kile kitu ambacho kiko kwenye maisha yako. Unahitaji kukazana kuziita rehema za Bwana, kwa sababu unahitaji rehema za Bwana ili kile ambacho kiko ndani yako kiweze kutokea. Na rehema za Bwana ziko available, rehema za Bwana zinapatikana, lakini zinahitaji sauti ambayo imekazana kumuita Bwana, imekazana kuziita hizi huruma za Bwana. Na mara nyingine inaweza ikawa ni sauti ya mkubwa wako kabisa, bosi wako kabisa, kiongozi wako kabisa, ambaye hukutarajia kama angekuzuia, ambaye hukutarajia kwamba angekunyamazisha. Ndio huyo anakunyamazisha, lakini niko kukutia moyo kwamba unahitaji unyenyekevu na kukazana kuziita rehema za Bwana kwenye maisha yako, alafu baadaye utaona mkono wa Bwana ukikusaidia na mkono wa Bwana ukikuinua. Unapojisikia kuchoka, unapojisikia kukata tamaa, unapojisikia kuumia, unapojisikia kuvunjwa moyo, unapojisikia kudharauliwa, rehema za Bwana zitakubeba na kukupa nguvu, na utaona matokeo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kundi la mwisho la watu wanaohitaji rehema za Bwana, yamkini unaweza ukawa ni kwenye kundi mojawapo kati ya haya. Mungu bado ni wa rehema nyingi. Ili ni kundi la watu ambao ni wenye haki kabisa, ambao wako vizuri, hawana shida, lakini wana kiu na shauku ya kuendelea mbele zaidi. Wana kiu na shauku ya kumjua Mungu zaidi. Wana kiu na shauku ya kumfahamu Mungu zaidi kwenye maisha yao. Wanamtaka Mungu zaidi. Kanuni iko hapa, watu wa Mungu, ya kumtaka Mungu zaidi kutoka pale ulipo ni kuishi na kufanya mambo kwa kuwa na mtiririko usiokoma, ambao tunaweza tukasema consistency. Hauachi, unaendelea, hautosheki, hauridhiki kwa vichache, unaendelea. Hata kama Bwana amekubariki kwenye eneo lolote, usikomee hapo ulipo, endelea kumtaka Bwana. Do not settle for less. Usikae na kuridhika kwa vichache, kwa sababu kwa Bwana yapo mambo mengi. Mimi wanapenda sana Biblia inavyosemaga, yale mambo ambayo macho hayajaona wala masikio hayajawahi kusikia, ndio mambo ambayo Bwana ameyakusudia kwa watu wake wale wampendao. Mimi nakwambia hivi, kama kuna mambo umeyaona, hayo umeshakwisha kuyaona. Kama kuna mambo umeyasikia, hayo umeshakwisha kuyasikia. Wala yasikupagawishe, wala yasikuumize. Kazana ili uyaone yale ambayo hujawahi kuyaona katika maisha yako. Kazana ili uyasikie yale ambayo hujawahi kuyasikia katika maisha yako, kwa sababu kwa Mungu wale wampendao, Mungu huwa anawatazamisha, Mungu huwa anawapatia zaidi ya vile ambavyo wanahitaji, zaidi ya vile ambavyo wamewahi kuviona. Na mimi niko kukutamkia asubuhi ya leo, ni rehema za Mungu zinaweza zikakutoa kwenye hicho kiwango ulicho nacho, zinaweza zikakutoa kwenye hiyo level ya maisha ulionayo, zinaweza zikakutoa kwenye hiyo level ya uchumi ulionayo na kukupeleka kwenye eneo na kiwango kikubwa zaidi. Ni rehema za Mungu zinaweza zikakutoa kwenye hicho kiwango cha kiroho ulicho nacho, kwenye hicho kiwango cha maombi ulicho nacho, na kukupandisha kwenye kiwango kikubwa cha utukufu wa Mungu. Na hizi rehema za Bwana, watu wa Mungu, zinapatikana asubuhi ya leo. Yule Bartimayo aliyekuwa ni muombaji kipofu
alikazana. Biblia inasema alikazana kumwita Mungu, na alikazana na kilio chake kilikuwa, Bwana unirehemu, Bwana unirehemu, Bwana unirehemu. Kwa nini hichi kilio ni muhimu sana? Tunahitaji rehema za Mungu kwa sababu kuna maeneo mengi hatuko sawa. Tunahitaji rehema za Mungu kwa sababu tulikuwa wenye dhambi, lakini hizi rehema zinatutoa. Tunahitaji rehema za Mungu kwa sababu kuna maeneo tulidhani tumesimama, kumbe hatukusimama kwa nguvu zetu, kumbe ni rehema za Bwana zilitusimamisha. Tunahitaji rehema za Mungu kwa sababu gani? Kuna mahali tunaenda, kuna viwango tunaenda vya maisha, na tutafika kwenye vile viwango kwa rehema za Bwana, kwa sababu Bwana ndio anayetutegemeza, kwa sababu Bwana ndiye anayetupeleka, kwa sababu Bwana ndiye anayetupandisha. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, niko kukutia moyo kwamba hizi rehema za Bwana zipo kwa ajili yako. Kazana, utapata kumwona Mungu kwenye viwango na hatua kubwa zaidi kuliko hapo ulipo. Na Mungu wetu ni mwaminifu, anapatikana na anatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu anaposhuka kwa rehema nyingi, kuna mambo kadhaa matatu kwa haraka nikwambie, alafu nitakuombea. Mungu anaposhuka au anapojifunua kwa rehema nyingi kwenye maisha ya mwanadamu, jambo la kwanza, huwa anaachilia msamaha. Na huu ni msamaha wa dhambi, msamaha wa makosa yetu tuliyofanya. Ndio maana inasema wenye dhambi wanahitaji rehema za Bwana. Maandiko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 8, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, utakutana na habari ya mwanamke aliyekuwa amefumaniwa kwenye tendo la uzinzi. Yes, na sheria iliruhusu apigwe mawe mpaka kufa. Na hawa watu wakamshtaki, wakampeleka mbele za Yesu. Alafu Yesu akamtazama yule mwanamke. Yesu akawatazama na wale waliomshtaki, akawaambia, jamani, kama kuna mtu hapa hajawahi tenda dhambi, awe wa kwanza kumpiga huyu mwanamke jiwe. Wakatawanyika kuanzia mkubwa mpaka mdogo. Yesu akabaki na yule mwanamke. Yesu akimhurumia yule mwanamke, akamwambia, ondoka zako, enenda zako, na mimi sina neno juu yako, ila usitende dhambi tena. Ule mstari wa 11 akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Huruma za Bwana zikaachilia msamaha kwa yule mwanamke, akaambiwa, enenda zako na usitende dhambi tena. Kwa hiyo Mungu anaposhuka, Yesu anapojifunua katika kiwango cha huruma nyingi, anaachilia msamaha, anaachilia msamaha, anaachilia msamaha wa dhambi, anaachilia msamaha. Na mimi niko kukutia moyo hapa asubuhi ya leo ni kwamba wewe kwa huruma za Bwana umeshakwisha kusamehewa dhambi zako na makosa yako yote. Ni wewe tu kuziita na kuzikubali hizi rehema za Bwana katika maisha yako, na Bwana atafanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rehema za Bwana zinapoachiliwa katika maisha yako, zinaleta msamaha wa dhambi. Kwenye Biblia tuna habari za mtu mmoja anaitwa Daudi. Tunamsoma Daudi, alikuwa anamkosea Mungu mara nyingi, na alimkosea Mungu, lakini kilichokuwa kinamsogeza karibu na Mungu ni moyo wake wa toba na msamaha. Alishuka akamlilia Bwana, asema, Bwana unirehemu, Bwana unisamehe. Mtu ambaye alifanya mambo mabaya, hayakuwa ya kumpendeza Mungu kabisa, lakini kwa sababu ya kutaka rehema za Bwana, Mungu akawa anaachilia msamaha kwake. Mungu anakuja anasema, huyu ni mtu ambaye anaufanania moyo wangu. Kwa sababu gani? Moyo wa Mungu umejaa msamaha, na Bwana yuko hapa kuachilia msamaha katika maisha yako. Sasa nikuambie kwa haraka tu, kuna kitu Roho Mungu ananikumbusha hapa. Shida ni moja tu ambayo inakuzuia hata usione huo msamaha ambao Mungu ameuachilia. Kwanza ni ugumu wa moyo wako kukubaliana na toba, kutubu, na kuwa na mazoea na wokovu wako, kuwa na mazoea na Ukristo wako. Unachukulia vitu vyote kawaida. No, hapana. Ukitaka uone msamaha wa Bwana,
lazima ukumbuke unapokosa kurudi na kutubu. Lakini kuna wengine pia huwa hawajui kusamehe wengine. Wao hawajawahi samehe wengine. Watu wanawakosea, wanasimama na visasi, hawawezi kuwasamehe. Ukitaka msamaha wa Bwana, samehe kwanza. Maandiko yanasema msipowasamehe ninyi waliowakosea makosa yenu, Mungu wa mbinguni na yeye hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hiyo samehe wengine, nenda mbele za Mungu kwa toba, alafu samehe wengine, ita msamaha wa Bwana. Yes, na Bwana ataachilia msamaha kwenye maisha yako. Lakini pia kitu kingine, hata wewe mwenyewe ujisamehe kwenye makosa yako. Yesu alishakusamehe. Jambo la pili ambalo Bwana anapojifunua kwa huruma nyingi ni huwa anaingilia kati hali yako. Akisha kurehemu, anaingilia kati hali yako. Mazingira ulionayo anaingilia kati. Kwenye maandiko tunasoma habari ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaenda kuzika mtoto wake wa pekee. Kwenye lango la Naini nje ya mji, anakutana na msafara wa Yesu Kristo unaingia mjini. Huyu mwanamke alikuwa ana mtoto wa pekee, na huyu mwanamke alikuwa ni mjane, na mtoto yule wa pekee wa kiume ndio alikuwa anaenda kuzikwa, tumaini lake la pekee. Wakati amekutana msafara wa wanaoenda kuzika na msafara wa Yesu, Yesu akamhurumia yule mwanamke, akaligusa lile jeneza lililokuwa limebeba mwili wa yule mtoto wa yule mama. Yesu akamfufua yule kijana. Maana yake nini? Akalirejesha lile tumaini la yule mama. Mungu kwa rehema zake huwa anaingilia hali yako. Huyu kipofu ambaye haoni anamwambia Bwana, nataka unirehemu. Na Yesu anamwambia, unataka nikutendee nini? Anasema, nataka kuona. Anamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Hali yake ya upofu ikapata kuondolewa kwa sababu ya rehema za Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo, kila hali ambayo uko nayo, kila mazingira ambayo unapita, kila changamoto ulio nayo, Yesu wa Nazareti aingilie kati maisha yako katika jina la Yesu. Yesu aingilie kati hali yako katika jina la Yesu. Yesu abadilishe mazingira yako katika jina la Yesu. Ni kwa sababu ya huruma zake. Maombolezo anasema ni kwa rehema za Bwana hatuangamii. Ni kwa huruma za Bwana hatuangamii. Ni kwa sababu huruma zake ni mpya kila asubuhi. Rehema zake ni mpya kila asubuhi. Na asubuhi ya leo, kama siku ilivyoanza, rehema za Bwana ziwe mpya kwako tena katika jina la Yesu. Kama ulisaidiwa jana, na leo usaidiwe katika jina la Yesu. Kama alikutetea jana, leo akutetee kwa upya katika jina la Yesu. Kama uliponywa jana, leo uponywe kwa upya katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu kwa huruma zake huwa anaingilia hali zetu, anaingilia kati hali yetu. Na akiingilia kati hali zetu, huwa anarejesha vilivyoibiwa, huwa anafufua vilivyokufa, huwa anarejesha kibali, huwa anarudisha kibali, na huwa anaachilia hata kibali kwenye maisha ya mtu. Wale waliokataliwa wanakubalika, wale waliotukanwa wanaheshimika, wale walioachwa wanaonekana ni wa maana kwa sababu ya rehema za Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rehema za Bwana ziwe juu yako asubuhi ya leo. Huruma za Bwana ziwe juu yako asubuhi ya leo. Neema ya Mungu ikazidi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu huingilia kati hali yako. Hali yako jinsi ilivyo, unamhitaji Mungu tu, na ni rehema za Bwana zinatosha kwenye maisha yako. Jinsi na mapito unayopita, unahitaji Mungu tu, na ni rehema za Bwana zinazohitajika kwenye maisha yako. Mwisho kabisa, alafu tunaenda kuomba, ni kwamba rehema za Mungu hutufanya tuendelee kukaa katika uwepo wa Bwana. Rehema za Bwana hutufanya tukae katika uwepo wa Bwana. Watu wa Mungu, hakuna jambo la muhimu sana kama katika kukaa uweponi mwa Bwana. Lakini uweponi mwa Bwana hatukai tu kwa sababu tunastahilishwa na Mungu kuketi katika uwepo wake, na tunastahilishwa kwa sababu ya huruma zake.
Kisoma Zaburi 23 mstari wa mwisho pale, mstari ule wa 6, anasema hakika wema nazo fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kinachokutangulia kukaa uweponi mwa Bwana ni rehema na fadhili za Bwana. Kinachokutangulia kukaa na Mungu ni kwa sababu Bwana amekuhurumia, wala sio juhudi zako, wala sio idadi ya miaka ya wokovu wako, wala sio historia ya vitabu au elimu ambayo umekuwa nayo kwa habari ya mambo ya Mungu, isipokuwa tu ni rehema za Bwana. Maana tumewaona watu waliokuwa na elimu nyingi kwa habari ya mambo ya Mungu, lakini kadiri walivyoendelea sana ndivyo walivyozidi kupotea. Lakini wale waliokuwa wanazitaka rehema za Bwana kwa unyenyekevu waliendelea kudumu katika uwepo wa Bwana. Asubuhi ya leo Bwana akutegemeze katika uwepo wake kwa rehema nyingi, kwa rehema nyingi ya kubebe, kwa rehema nyingi ya kutunze. Musa anamwambia Mungu kwenye Kutoka 33, anasema basi kama tumepata neema, tumepata rehema, Bwana uwepo wako na uso wako usiondoke pamoja nasi. Kama tumerehemiwa na wewe, uwepo wako uwe nasi. Rehema na huruma za Bwana ndio zinakufanya ukae uweponi mwa Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki asubuhi ya leo kwa ajili ya devotion hii ambayo tumekuwa nayo. Kumbuka Mungu wetu ni wa rehema nyingi, anajifunua kwa rehema nyingi. Na Mungu wetu yupo kuachilia rehema kwa watu wote, lakini wenye dhambi, walioumizwa mioyo, waliokataliwa, walio wagonjwa, walio dhaifu, wanaodhania wamesimama na ambao wanatamani kuendelea mbele, wao wanaojaribu kufanya na kuchoka, hawa watu wanahitaji rehema za Bwana. Lakini rehema za Bwana zinapokuja kwako, anasamehe. Rehema za Bwana zinapokuja kwako, anaingilia kati mambo yako. Na rehema za Bwana zinapokuja kwako, anakutoa pale kwenye dhambi, kisha geuza moyo wako, anaenda kukutunza na kukutegemeza katika uwepo wa Bwana. Basi asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, ninaomba tuweze kuomba pamoja na wewe, na kwa dakika hizi pia tutatumia kuitamkia siku yako mema, maana rehema za Bwana ziko pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya ajabu. Asante Roho Bwana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako na rehema zisizokoma ambazo ziko juu ya watu wako na juu ya watazamaji hawa Bwana, katika jina lako. Popote pale wanatutazama, Bwana, kutoka kwenye madhabahu hii karosia naosha katoza, Baba, tunaachilia rehema zako juu yao. Wapo waliovunjika mioyo, wapo waliokatishwa tamaa, wapo ambao wanaishi maisha ya dhambi, na sio kwamba wanapenda, wanapambana, lakini kuna muda wanashindwa. Baba, achilia huruma zako juu yao, achilia rehema zako juu yao Bwana, ukawagushe kwa mkono wako Bwana, ukawagushe kwa mkono wako na ukawahurumie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, achilia rehema zako juu ya mama huyu, achilia rehema zako juu ya baba huyu, achilia rehema zako juu ya watu hawa wanatutazama. Yesu, tazama, wengine wamefungua wanatazama wakiwa ni wagonjwa vitandani, wengine wametazama asubuhi ya leo wakiwa hawana nguvu hata ya kutoka kufungua milango, maana ni asubuhi. Wangetamani watoke kama wengine, lakini yamkini miili yao na viungo vyao vina udhaifu. Baba, uliyemtazama kwa rehema Batimayo, mwana wa Timayo, mwombaji kipofu, asakoria na maya ile asubuhi Bwana, ukamtazame huyu mama hii asubuhi Bwana, ukamtazame huyu baba hii asubuhi Bwana, ukamtazame huyu kaka ambaye analia kwa habari ya figo zake hii asubuhi Bwana, ukamtazame huyu ndugu ambaye analia kwa habari ya masikio yake ambayo hayasikii. Kapo sakata, katika jina la Yesu, rehema zako zimguse katika jina la Yesu, rehema zako ziende naye Baba. Ninawaombea hata ambao wanahangaika, kwa kweli kumekucha, wanajitahidi kwenda kazini lakini mazingira ni magumu, wamekorofishwa na wamekorofishana, wala hawajui wataingilia mlango gani, wala hawajui watasema nini. Baba, wape rehema na uwahurumie Bwana, ili Yesu atakapokanyaga katika hayo maeneo, kibali chako kiwatangulie. Maana rehema zako zinaposhuka Bwana, unaingilia kati mambo ya watu, ingilia kati
kati hali yake, ingilia kati hali yake. Mwangalie huyu ambaye ametukanwa na kuachwa kwa dharau na jeuri. Barokosa mataya, huruma zako zimtazame, machozi yake ya rehema yawe juu yake Bwana. Ukamwangalie kwa jicho lako la huruma na ukamguse katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyu ambaye amekazana kukuita, anasema nimemuita Bwana siku nyingi, nimemgoja Bwana siku nyingi. Yes, maandiko yanatutia moyo kwamba wanaokungoja watapata nguvu mpya. Kwa rehema zako Bwana, akapate nguvu mpya tena, akapate uweza mpya, akapate uwezesho mpya, akapate neema mpya, akapate kibali kipya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya asubuhi ya baraka. Nami ninamwombea mpendwa mtazamaji, kila milango iliyofungwa ifunguke katika jina la Yesu. Kila adui alilolishika kwenye maisha yako liachie katika jina la Yesu. Ninatamka baraka za Mungu asubuhi ya leo. Unapotoka, Bwana akupe mapato mikononi. Unaporudi, Bwana akupe faida mikononi. Biashara yako ibarikiwe, kazi yako ibarikiwe. Asubuhi ya leo ikawe ni asubuhi ya baraka na ya tofauti. Na Bwana, tunapohitimisha mwezi wa 4, mwezi ukawe wa kibali. Na Bwana, tutakapokuwa tunaingia mwezi unaoanza wa 5, kibali chako kiende na watoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru maana umbali huu Bwana ni wewe umetembea nasi kwa huruma zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki na wema wa Bwana uwe pamoja nawe. Karibu, endelea kuungana nasi katika vipindi vingine, na Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe. Asante sana. Barikiwe. Na kama ungependa kumpa Yesu maisha yako, ni wakati mzuri. Sema pamoja nami: Bwana Yesu, ninaamua kukuamini leo uwe mwamba wa uzima wangu na Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Amen. Wema wa Bwana uwe juu yako. Tafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe, nenda ushiriki na umwamini Bwana na uendelee na wokovu. Ubarikiwe na Bwana. Amen.